wanaonekana ndio katika safari hii wako katika mkondo wa mbele kabisa wameshapiga kura zao. Mbunge ambaye anatafutwa kwa sasa hivi atakuwa ni mbunge wa Ol Kalou, ambalo lilikuwa ni eneo bunge chini ya chama cha Jubilee. Jubilee ina mwaniaji katika uchaguzi huu, lakini anaonekana kidogo bado yuko kando ama yuko nyuma, lakini hatuwezi mhesabu sana kuwa nje. Uchaguzi huu umeelekezwa kuwa kati ya chama cha UDA na DCP, lakini ni ushindani ambao umeleta vyama takriban 7 katika uchaguzi huu, ukiwa na mwaniaji wa kike mmoja peke yake ambaye anatafuta wadhifa huu. Pia wapiga kura 73,000 watakuwa na usemi wao katika kumchagua ni nani ambaye atakuwa mbunge mpya ama mteule wa chama hicho ama wa eneo bunge hilo la Ol Kalou. Karibu sana, mimi wanakwetu wananiita Suleiman Yeri. Nataka tuelekee katika eneo bunge la Ol Kalou ambako mwanzangu Alan Ochanda kwa takriban siku 2 amekuwa eneo lile akifuatilia kampeni za mwisho, siku ya matayarisho, na leo ni siku ambapo wachaguzi wanaingia katika eneo la kumchagua ni nani ambaye wanamhitaji kuwa mbunge wao mpya. Alan Ochanda, unaweza kutufahamisha ni kipi ambacho kimeajiri hadi kufikia sasa? Manake tumeona tayari Sami Waweru, Samuel Muchina, wote tayari wameshaelekea katika kupiga kura katika vituo mbalimbali vya kupigia kura. Pia tumeona viongozi wakuu ambao ni mmoja wao ni gavana wa eneo hilo ambaye ni mpiga kura wa Ol Kalou, nikimzungumzia Kiari Badilisha, tayari pia amepiga kura. Je, maneno ambayo wameyasema ni yapi? Tumeona wapiga kura kutoka eneo hilo wamejitokeza mapema, wakongwe, wazee, vijana, mapema tu wamekuwa katika foleni za kupigia kura. Hali ikoje kwa sasa, na je, shughuli hii inaendelea vipi kufikia sasa? Naam, Yeri, kama tulivyotaja ni kwamba tayari wale wawaniaji wakuu ama wale wawaniaji wawili wakuu wa chama cha DCP, Sam Ngodho, na yule wa chama cha UDA Samuel Muchina, wote tayari wameweza kupiga kura. Ngodho akiweza kupiga kura katika kituo cha Huruma ama shule ya msingi ya Huruma, naye Samuel Muchina akaweza kupiga kura katika kituo cha AC Primary mjini Ol Kalou. Hivi sasa tumeweza kufika hapa katika kituo cha kupiga kura cha Kieni, shule ya msingi ya Kieni, na tofauti na vile vituo vya mijini, ukitazama hapa foleni ni fupi kuliko zile zingine, kwa sababu ukilinganisha idadi ya watu mitaani ama katika maeneo ya mijini huwa ya juu kuliko mashinani. Ila pengine hawa pia wameweza kufika hapa kwa makumi yao, na pia upande ule mwingine ambao tutakuwa tukiweza kufika kule pia wako kule wale kina mama ambao unajua asubuhi kulikuwa na kijibaridi, ila kufikia sasa jua limeweza kuanza kumulika na wameweza kuchukua hifadhi katika vivuli hapa kuweza tu kusubiri kushiriki zoezi hili la uchaguzi mdogo wa Ol Kalou. Na pia ukitazama asubuhi tangu jana palikuwa na ile hofu kwamba pengine asasi za usalama walikuwa wameweza kufika hapa kwa wingi, ila na kuweza kuzua hofu ya kuwa pengine watakuwa wakiweza kuhitilafiana na zoezi hili, ila hilo halijaweza kushuhudiwa. Na nikitazama upande wangu wa kulia nikana kwamba mmoja wa wale ambaye ni wawaniaji wa wadhifa huu wa mbunge wa Ol Kalou ni mmoja wao akiweza kufika na mbwembwe akiwa juu ya punda, akiweza kufika hapa na pengine tuweze tu kufika kule. Unajua pia wote ama ukitizama wakati wa kampeni walikuwa wakiweka tu baadhi tu ya vimbwanga kuweza pengine kuwavutia wapiga kura, na kufikia sasa pengine iwapo takuwa nikisonga tu na mwenzangu Edwin Gitonga tuweze kuzungumza naye, tuweze kutueleza jina na kama ameweza kufika. Unajua pia tufikie hapa, tasonga kidogo. Ndugu, ujambo? Sijambo. Pengine utueleze mwaniaji ama pengine mpiga kura ama namna gani unaweza kufika, unaweza kufika kupunda hapa? Mimi ni mwaniaji Timothy Kamau Kariuki na nimefika na punda yangu hapa. Hii ndio gari yangu. Acha kwanza ikure. Timothy Kamau Kariuki na nimejifikisha hapa siku ya leo kupiga kura, kuhakikisha kuwa nimerepresent wakazi wa hapa katika eneo bunge hili. Unawania kwa tiketi ya chama kipi, na mbona umeweza kufika kwa punda hapa ama ni visanga tu? Mimi nawania kwa chama cha PM, People Renaissance Movement Party, na hii ni gari yangu ambayo nimekuwa nikifanya nayo campaign, na siku ya leo bado imenifikisha hapa. Zungumza naye atulie basi. Hop. Ametulia, ako fiti. Mimi naendaka na yeye hivyo nikipigaga kura, nikiombaga kura na nikipiga campaign. Nimekuwa nikizunguka hapa
na leo siku imefika tamati. Ni kuingia hapa tupige kura tukitegemea uamuzi wa wananchi. Yeah. Mbona uliamua Punda? Kwa sababu najua pia ikiwa unaweza kufika ulingoni mwa siasa inamaanisha kwamba pengine unaweza kuwa wewe si mwaniaji huru, umewasilishwa hapa na chama. Mbona Punda? Punda ni venye mafuta imekuwa bei gari, na uwezo wangu nimekuwa nikitumia hii kufanya kazi hapa, na mafuta imekuwa pia bei gari. Ukiona hii tumefika hapa imeanza kura nyasi hapa, hii ndio mafuta ya Punda. Nikifika hapa nifunge hapa niingie pale kupiga kura, nitaamuka nitasonga nayo. Kwa hivyo venye uchumi umetusukuma imebidi utumie kila unacho. Yeah. Una matumaini pengine hii leo kura itakwenda namna gani? Ushinde, usishinde, utakuwa kikubali matokeo ama namna gani? Una matumaini yapi? Matamanio yapi? Matamani yangu ni kuwa nitaweza kuwa nitawakilisha wananchi wa Olkalau katika eneo bunge hili na nitashinda na niweze kufanya kazi. Yeah. Wito wako kwa wafuasi wako iwapo pengine matokeo hataenda kulingana na matamanio yako? Wito wangu kwa wafuasi wangu ni kuwa tufanye kazi na ambaye atakayeshinda, lakini ni mimi nitashinda. Sawa sawa. Okay, kila la heri. Unamwona pale Heri mmoja wa waniaji wa wadhifa huu wa ubunge wa Olkalau, Timothy Kariuki, kupitia chama cha PM, mwenyewe akiweza kufika hapa kuhakikisha kwamba pengine anaweza kushiriki zoezi hili la kupiga kura. Na kama tu asubuhi nilivyoweza pia kutaja, kuna wawili ambao tayari tumeweza unaweza songa tu hivi ukienda upande ule mwingine ukaweza kupiga kura katika lile darasa. Ukitazama asubuhi pia tulikuwa tumeweza kuzungumza kuhusu wale ambao ni wawaniaji wa UDA na DCP, na kwa sasa yule ambaye ni mwaniaji kwa tiketi ya chama cha PM, ukitazama nyuma yake ameweza kuandika kwenye jaketi lake Niko Kadi mbunge Olkalau. Na hivyo pengine pia tukiweza kusonga upande huu mwingine tumwache pengine aweze kuendelea kuweza kufika pale, tukiweza kurejea upande ule mwingine kwa foleni ya tuweze kuzungumza nao, kwa sababu inaweza kujikokota kwa mwendo wa polepole sana tangia asubuhi. Ukiwatazama pale utajua kweli wameweza. Tuzungumze tu pengine, mzee, habari yako? Hapa tunazungumza kwenye KTN, tuko live. Utueleze tu jina lako, uliweza kufika saa ngapi na pengine mchakato unaendelea namna gani? Nilifika hapa saa 1 asubuhi, sakato inaenda mzuri, hakuna kitu mbaya. Kila mtu hapa, kila kitu imetulia. Sawa, penye tunatarajia. Na pengine mkiangalia wale wapiga kura wanasemaje? Pengine mwendo unaenda polepole ama uko wanatoka wanaenda wakiwa wazuri, hakuna maneno mbaya, hakuna kelele, watu wote wametulia. Sawa sawa. Asante sana. Pia tuweze kuzungumza na mama hapa, tuweze kuwa na mama na wazee. Mama, usijifiche, tuko live hapa. Watakuona ukijificha. Sawa sawa. Okay. Kuna kina mama wameweza kukaa hapa. Na umefika saa ngapi? Ate naitwa Mary Wagesi. Kwa sauti kidogo? Naitwa Mary Wagesi Mwangi. Ulifika saa ngapi na unatarajia nini? Ninakujaga masaa mengine. Ulifika saa ngapi? Saa 2:30. Na vile umefika hapa pengine unatarajia nini? Nataka Kamau. Nataka Kamau. Sawa sawa, asante sana. Na Yeri, tuweze tu pengine tutakuwa tukiwapatia nafasi na kuweza kuingia ndani kuona jinsi pengine mchakato huo unavyoendelea, ila tutakuwa tukiweza kurejea baadaye kuweza kuwajuza watazamaji wetu kinachoendelea katika vituo vyote vya kupiga kura hapa Olkalau. Bila shaka huyo ni mwenzangu Alan Ochanda ambaye yuko katika eneo bunge lile la Olkalau. Amezungumza naye